بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1447 katika darsa ya risala aqidatul imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya maneno al-Imam al-Mujaddid rahimahullah aliposema وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. نسمع maelezo ya Sheikh Al-Fawzan mpaka tukafikia قول الشيخ الفوزان قال ولكن الجهاد له شروط. Kuna jambo muhimu sana hasa kwa vijana. Wengi katika vijana kwa sababu ya hamasa na ujana, na kwa sababu wengi kwa kweli katika vijana wa Kiislamu leo wana hamu ya kuunusuru Uislamu na kuchangia katika Uislamu, lakini shida ambayo iko ni kuwa wengi katika vijana wetu hawakusoma dini yao, na huu ni ukweli. Pamoja na kuwa wengine mtu aweza kuukataa, sababu hakuna mtu akubali kuwa yeye ni mjinga, na hii ni katika alama za kuonyesha uovu wa ujinga, kuwa hata yule mjinga pia haukubali ule ujinga, sababu ujinga kitu kibaya. Mkoona mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam ista'adhu billahi min aljahilin, walikuwa wakijilinda na Allah kutokana na wajinga. Musa alayhi salatu wassalam alipowaambia watu wake inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, kajilinda na Allah asije akawa katika watu hawa ambao ni wajinga. Kwa hakuna binadamu yakubali kuwa yeye ni mjinga hata akiwa yuko katika ujinga. Lakini ukweli ni kuwa wengi katika vijana wa Kiislamu leo, pamoja na kuwa wana hamu na kuunusuru Uislamu, maadui wa Uislamu wakatumia njia ya vijana wetu kutoifahamu dini yao katika kuwapoteza, wakiwa waona katika kitendo chao kile waunusuru Uislamu. Katika jambo la jihad fi sabilillah, yataka tufahamu kuwa الجهاد في سبيل الله عبادة. جهاد au kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, na kila ibada katika Uislamu ina maelekezo tumepewa namna ya kuifanya. Ndio utaona ibada ya swala ina shurutu as-sala, wajibatu as-sala, arkanu as-sala, sunan. Ukija kadhalika katika saum utakuta tumepewa maelekezo, saumu yafungwa vipi, kitu gani ni sababu ya kuharibu saumu yako. Kwa hiyo hili jambo
liko katika kila ibada, isipokuwa wengi katika vijana tukija katika jambo la jihad fi sabilillah utafikiri ni jambo ambalo linaweza kufanyika bila ya masharti, bila ya maelekezo yoyote ya kidini. Kwa kuona watu hili jambo ambalo ndio dhirwatu sinami alislam walifanya ovyo ovyo. Kwa kuna dharura kwa vijana kusomeshwa hili jambo ili wasije wale waovu wale ambao mimi sina shaka kuwa nyuma yao utakuta kuna kufara, sababu haingia kidini. Subhanallah, ni mambo ya shangaza. Kijana aweza kuvutwa na kundi katika haya makundi ya kigaidi, akaambiwa nchi fulani kuna jihad, wakaenda wakauawa vijana wa Kiislamu, wakauawa wengi, kisha ghafla hawaonekani hao waliowaita kwenda katika hivyo vita, kisha waenda nchi nyingine wakamwambia nchi fulani kuna jihad, vijana wakabebwa wakauawa, wakishamalizika kuna mahali pengine. Ni kama trend hivienda tu, na wala hakuna hata siku moja wale vijana watatia akili waseme mbona twenda hivi kijinga, basi hata moja hatushindi, zote twenda kuuawa tu, na wanaobakia ni wale wanaowavuta, wale wako tu. Vijana wa Kiislamu wauawa. Mimi sina shaka kuwa hawa mabwana nyuma yao ukiangalia makini utakuta kuna kufara ndio wanaosukuma katika kufanya mambo haya, sababu wanaofaidika katika mambo yote haya mwisho wa kuisha nani? Utakuta ni maadui wa Uislamu. Katika kuharibu sura ya Uislamu ikaonekana ni dini ya watu ambao ni wauaji, wamwagaji wa damu, hawana huruma. Ndio sura ya Uislamu inavyochorwa katika ulimwengu. Na ule uharibifu wanaosababisha katika nchi za Kiislamu, uharibifu mbaya sana, na madhara waona yaelekea kwa nani? Kwa Uislamu. La sivyo, hebu jiulize, kwa mfano hii ISIS wajiita Daesh, hebu nionyeshe nchi katika nchi za maadui wa Kiislamu imedhurika na hili kundi moja tu, au si nchi za Kiislamu ndizo zilizopata madhara kutokana na wao? Iraq, Suria na nyinginezo katika nchi za Kiislamu. Hivi walivyokuwa hawa Daesh hao, na yale magari mlioona wanaopeleka na silaha walizokuwa nazo, walikuwa hawawezi kugeuka wakaelekea Israeli? Mbona hata siku moja hawakuelekea kule? Shawahi kujiuliza? Hata kama wangekwenda kule wakapigwa wakasema wamalizwa, lakini unaona kidogo wanaelekea, zaelekewa nchi za Kiislamu na wanauawa ni Waislamu. Na makundi ya kigaidi yote ukiyatizama makini utakuta mwisho wa kwisha wanaofaidika katika makundi haya ya kigaidi ni maadui wa Uislamu kwa njia moja au nyingine. Wa ila nitakupa mfano mdogo tu, na haya yatokea iwaje kiongozi cha kundi katika makundi ya kigaidi kisha amwambia kijana wa Kiislamu, anatoka wapi? Anatoka Kenya, anatoka Tanzania, ametiwa moto huyo mpaka akakubali kwenda. Yule mkubwa wa lile kundi ana wakubwa zake ambao hawajulikani. Wakiuliza nani mkubwa wa hili kundi, ambiwa Abu Dujana. Nani mkubwa wa hili kundi? Abu Katada. Nani mkubwa wa hili kundi? Abu Mus'ab. Majina yani hivi, Abu Mus'ab az-Zarqawi, si Abu nani al-Qurwani. Nani? Wewe usiulize, ama wewe jasusi umetumwa? Sasa napigana chini ya bendera, simjui kiongozi nani. Sikiliza, komanda amekuota wewe enda peponi, kwa tumekuchagua wewe ndio utavaa mabomu, wewe ndio ukalipuke, wewe enda peponi na utapata hurul ain 70.
si hadithi yasema kuwa anayeuawa katika jihad fi sabilillah atapata 70 min hurul ain. Sasa wewe umekiwa hurul ain 70, yani ashampa kila kitu yeye, kama ni yeye ndo anayetoa pepo, yeye ndo anayefanya kila kitu, amekuota. Kwa hivyo wewe vaa. Sasa ilikuwa yule kijana wa Kiislamu mwenye akili amwambie, hebu nikuulize swali, wewe ni Abu nani? Mimi ni Abu Zubair. Wewe Abu Zubair, nitakuuliza swali, wewe hutaki pepo? Muulize, wewe hutaki hurul ain? Mbona uendi wewe ukavaa ukafa? Mbona mfe mimi? Alafu huyo komanda wetu yeye kazi yake kuota watu tu, hajioti yeye. Akasema leo mimi ndio nenda kuvaa mabomu nkafe, wanaootwa sisi tu tunaobeba kutoka huku na huku. Lakini vijana wamefagiliwa, akili zao hazielewi. Ukamwona avaa yale madude, kisha nenda supermarket kwa watu wanauza mayai na nyanya, naenda kujilepua. Unamuua nani? Watu hawahusiki, mambo hayana mbele wala nyuma. Hii ndio jihad fi sabilillah. Huu ni uharibifu, hadha fasadun fil ardh, sio jihad fi sabilillah. Sasa natanguliza na haya mjue kuwa kuna dharura kubwa sana ya kijana wa Kiislamu kujifunza, ajue masharti ya jihad fi sabilillah, ili akija mtu kesho akikwambia twende bana, watu wenda, yaangalie yale wanaoyafanya na uangalie hii misingi utakayosoma yako sawa. Kama yako sawa, mwambie angalia, nendeni, mimi mnikosa, hamwezi kuntia katika ujinga wakati nimeisoma dini yangu. الشرط الأول. na hapa Sheikh Al-Fawzan atataja masharti mawili peke yake, masharti yako zaidi hivi. Ukirejea katika vitabu vilivyozungumzia shurutul jihad fi sabilillah utaona masharti haya, lakini haya mawili ni katika yale muhimu ambao ni sahali kwa kijana wa Kiislamu akielewa masharti haya kujua kuwa hii si jihadi, hii hapa watu wapelekwa kuangamizwa. Na mimi nitawauliza baada ya kuyazungumzia haya kwa kutaja, niwaambieni mahali fulani wanatangaza jihad, kupima na haya, ile ni jihadi, kisha wewe mwenyewe utahukumu. Ashartu alawwal an yakuna bilmuslimina quwwa, iwe waislamu wana nguvu. Wa alaykum salam. Na nguvu hapa lazima iwe ni quwwa maanawiya, bimaana katika imani zao wana nguvu. Sio vita vikianza jamaa walia, haya itakuwaje leo, usikia ile bomu lalia kwa nguvu. Hapa hatuna watu, hapa hatuna watu. Lazima uwe na quwwatul iman, na pia quwwatun fil madda, bimaana muna mali na silaha, mwaweza kupambana na maadui zenu. Yaqwauna biha ala jihad al-kuffar, nguvu ambazo watakuwa nazo, zile nguvu zitakawatia nguvu wao kupambana na makafiri. Ay indahum udda واستعداد لجهاد الكفار, kwa wamejiandaa kisawasawa kwa ajili ya kupambana na kufaru. Na hapa katika kujiandaa tuelewe ni katika upande wa imani kama tulivyotaja, na silaha na mali. Wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah, sababu vita vyaweza kwenda vikafikia mwaka, miaka miwili, miaka mitatu. Kwa muna pesa za kutosha, chakula chapatikana kwa wale wanaopigana, silaha zapatikana kuendelea. Kwa hii nguvu iwe ishapimwa kabisa. Fa idha lam yakunu ala isti'dadin, ikiwa bado hawajajiandaa, hawako tayari kwa ajili ya vile vita, sababu Allah sema walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda, lau kama wangelikuwa wataka kutoka jihad fi sabilillah wangejiandaa kisawasawa. Kwa ikiwa hawana maandalizi, ka an yakuna fihim
ضعف والكفار أقوى منهم, kama kwa mfano waislamu wakaona udhaifu na maadui zao kuffar wana nguvu kuliko wao. فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين, لو كما waislamu watapambana na kuffar katika hali kama hii, basi wataangamizwa waislamu. فلا يجوز القتال في هذه الحالة, katika hali kama hii itakuwa haifai kuingia katika vile vita. Ni makosa kwa wao kuingia katika vile vita wakiwa hawana nini? Hawana uwezo. لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة, kwa sababu kufanya hivi ule uharibifu utakaopatikana utakuwa ni mkubwa zaidi kuliko maslaha. وهي تسليط الكفار على المسلمين, nao ni kuwasalitisha kufar juu ya waislamu, au tasallutu الكفار على المسلمين. وهي تسلط الكفار المسلمين, wale makafiri watakuwa ni wenye kuwa na nguvu juu ya Uislamu, ni kama wao wasalitisha wao juu ya nani? Juu ya waislamu wamalize. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما مقتصرا على الدعوة إلى الله واتزاما. متوم صلى الله عليه وسلم amebakia Makka miaka 13. miaka 13 Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka afanya da'wa peke yake. والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يأمر بالجهاد, na waislamu wapata dhiki, waudhiwa, wauawa. Sumayya radhiyallahu anha awwalu shahida fi alislam, mama yake Ammar ibn Yasir aliuawa mbele ya macho ya mtoto wake, na baba yake Ammar Yasir akauawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwapita yuwaona hivi na macho yake, asema sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, subirini, fanyeni subra, na waahidi kuwa nyinyi ni watu wa peponi, tutakutana peponi, fanyeni subra. Hani waulize, kulitishwa maandamano hapa? Hakufanya maandamano. Haya maandamano mmetoa wapi? Patikana shida waislamu waandamane, haya maandamano mmetoa wapi? Dini ya mtume gani? Ni dini ipi hiyo inaoamrisha uharibifu wa mali za watu, kuua watu, mkaleta uharibifu katika ardhi, magari ya watu yakachomwa, mali za watu zikaibiwa? Na siku hizi bwana raha bwana, wewe uchome magari ya watu, uibe, ufanye uharibifu, kisha askari wakae kando kupe askirimu. Elewa? Kuna askirimu za Azam pale kando, wangojiwa. Mashaallah, unchoma magari mangapi? 10. Basi wewe tukua askirimu 10, wewe kula, kaa hapa kula. Utakula risasi. Wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mharibifu, hautaangaliwa. Hakuna serikali duniani itakuangalia wewe waharibu mali za watu. Wenda kwenye vituo vya polisi wachoma, kisha tulikuwa tuandamana, wewe ulikuwa uandamani, wewe ulikuwa ngaidi, wewe mharibifu, waleta uharibifu katika ardhi. Uharibifu mnaofanya ndio mwaita maandamano. Sasa la kushangaza umpate Muislamu aingia katika mambo kama haya. Huoni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa hali ngumu aliyokuwa nayo na udhaifu waliokuwa nao waislamu alifanya subra katika hilo? Kisha tizama natija ile subra waliokuwa nayo, namna Allah alivyowanusuru. Lakini ni kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hali hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala balillahu amarahum bis-sabri wa kaffil aidi hatta ya'dhana Allah jalla wa ala lahum bil-jihad.
akamwamrisha afanye subra, wazuie mikono yao mpaka Allah atakapowaamrisha waingie katika vita. alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata, je, huna habari ewe mtume juu ya wale ambao waliambiwa kuwazuieni mikono yenu, msimamishe swala, mtoe zaka? Na hili kwa wakati walipokuwa wapi? Makkah. hadha fi Makkah umiru bikaffi aydihim, wameamrishwa mikono yao wazuie. walakin ma'a hadha yaqumuna bid-da'wati ila Allah azza wa jalla, lakini pamoja na kuwa wajizuia na wafanya subra, wasimamie jambo la kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. falamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina, Mtume sallam alipokwenda Madina, وانتشر الإسلام وكان بالمسلمين قوة، na Uislamu ukawa umeenea, Waislamu wakapata nguvu. amarahu Allah biljihad, hapa Allah akamwamrisha kuingia jihad fi sabilillah, liannahum saru aqwiya musta'idin liljihad, sababu kule sasa wakawa wana nguvu, wako tayari kwa ajili ya kupigana katika njia ya Allah. الشيخ الفوزان إلى فائدة نزور اسمه وهذا ليس خاصا بالوقت الأول، نمفهمه سيكون خاصة kwa wale waislamu waliokuwa Makka peke yake, bimaana baada ya hapo hakuna tena kufanya subra. La, hadha aamul lilmuslimina ila akhir az-zaman, hili jambo limeenea kwa waislamu mpaka akhir az-zaman, mpaka kiyama kisimame. in kana indahum quwwa wastita'a yajibu alayhim ad-da'watu wal jihad, ikiwa wana nguvu, wana uwezo, hapo itakuwa ni wajibu kwa wao kufanya da'wa na jihad fi sabilillah, sababu wana nguvu. wa idha kana laysa indahum quwwa fayabqawna ala ad-da'wa, na ikiwa hawana nguvu watabakia katika kufanya nini? Kufanya da'wa, kulingania bila ya kuingia katika jihad. wa amma al-jihad fayuajjilunahu ila waqti al-qudrati ala dhalika, ama jihad watasubiri mpaka watakapopata nguvu ya kufanya hivyo. Lini? Mpaka watakapopata nguvu. Sasa utapata nguvu lini? Sasa wewe utakuingia katika hali yako hiyo, waweza? Mpaka upate nguvu. لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم، sababu lau kama wakipigana waislamu wakiwa madhaifu, basi makafiri watawashinda, na itakuwa ndio hoja kubwa wameipata kuwa hawa lau kama wangelikuwa katika haki Mola wao angewanusuru, lakini dini yao si ya kweli, hawa waongo. Na ndio maneno leo yanaozungumzwa na kufar, sema kama dini yao hawa ingelikuwa ya kweli basi Mola wao angewanusuru, lakini kila mahali washindwa. Nyinyi washinda watu ambao hawana akili, hawajui ni wakati gani watakana upigane. Sasa kwa mfano wewe, chukulia mfano wa wewe binafsi, kuna mtu ana nguvu yuko mbele yako pale, na wewe dhaifu, huna nguvu, huna uwezo wa kuweza kupambana naye. Kwa akili yako timamu kweli waweza kwenda kupambana na mtu kama huyo ambaye una uhakika kuwa humwezi? Kwenda kupambana naye mtu kama yule ni kwenda kufanya nini? Ni kwenda kujitafutia maangamivu. Utapigwa makonde wewe, pigwa ngumi. Kwa mfano huyo hapo, huyo nyuma huyo, huyo wajua nazungumzia nini? Kama yule atoka kulala tuamka, nenda shababi, wenda mzuka, kwa sababu hataki kusikiliza darasa yuwalala. Kama ndo wenda tu wewe, watapelekwa wengi sana. Twende wenda ukilala hapo utakwenda hivyo, kwenda tu. Sasa chukulia mfano kijana kimekonda, na pale kuna jomba moja limeshiba kweli, ule mkono wake za kumfinika uso, kisha kile kijomba kinsimama, nini kwani uko fiti? Yule bwana mtizama tu, uko fiti. Kaja
apigwa mbao, wajua mbao hiyo moja ya kichwa. Ale vipi boss, mambo mazuri, ulikuwa fanya nini? Si wewe utaka vita, huviwezi. Sasa kama vile wewe peke yako mtu mmoja kupambana na mtu mmoja mwenye nguvu huwezi, basi mfano wake ni huo huo. Wataka kupambana na kufar wakati wana silaha hii, wana silaha. Na hivyo hatusemi kuwavunja nguvu Waislamu, la, ndio uhakika ulivyo. Sasa mimi waulize swali sasa, nauliza kitu wakati, hivi kulikuwa na dharura ya Hamas kwenda kuwachokora Mayahudi kwa haya tuliwafahamu hapa? Wana uwezo kupigana? Sasa nawauliza, ile natija iliyotokea ilikuwaje? Mpaka leo hivi sisi tuzungumza, natija yake nini? Natija yake ni maelfu kwa maelfu ya Waislamu ambao hawana hatia yoyote wameuawa. Bali tuweza kusema ile Gaza imekwenda takriban 80% imekwenda maskini, na watu hawana hatia, wameuawa, wakadhulumiwa, walionajisiwa wamenajisiwa. Na siwaambii wanawake na wanaume pia, siwaambii wanawake, wanaume, mwanamume mzima anaenda kunajisiwa kule na kufara. Sababu nani? Sababu ni watu akili zao ndogo. Kadhaa hivi katika nyinyi wamekwenda kuwachokora makafiri ili waje wamalize nyinyi, kisha mwisho wa kwisha sasa kwisha, mambo yashakwisha, mikataba ishaandikwa, jamaa watoka na magari mapya, washindwa yatokea wapi magari? Mabomu yote yaliyopigwa yalikuwa yamfichwa wapi? Halafu wangapi wamekwenda, wangapi wameuawa? Nionyeshe. Alafu ikhwan muslimin watoka wasema intasarat Gaza. Hebu acheni upumbavu nyinyi. Kwani watu hawaoni ndugu zetu walivyodhulumiwa? Na mpaka leo yaumiza roho. Watoto wangapi wamekuwa mayatima? Wanawake wangapi wamekuwa wajane? Wangapi leo wamekuwa viwete, hawawezi tena kutembea, waliokosa mikono, waliokosa miguu, waliokosa macho? Na wangapi leo wako katika majela ya Mayahudi kwa dhulma, na hakuna chochote mweza kufanya, na dhulma zaendelea vile vile, bali sasa zimezidi. Ardhi ikaichukuliwa, ikaibiwa na makafiri. Kwa hivyo tumekosa ardhi, tumekosa wanadamu, tumekosa kila kitu, kwa sababu ya kuingia kwa hamasa na kusahau kuwa sheria ya Allah imekuelekeza namna gani katika hili jambo atakikana ulifuatilie. Watakubarije bwana? Sasa ilikuwa wakidhulumiwa, na sasa umpata nini? Hawadhulumiwi sasa. Hakuna chochote ambacho cha maana kimpatikana isipokuwa ni hasara na watu kuangamizwa. Hiyo ndio hali. Na haya ukiyazungumza haya, wale wenye akili ndogo hawawezi kuyastahimili. Si hamasa, lakini masahaba walistahimili, wakaelewa, walistahimili, wakamuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu arda, katika adhabu alizofanyiwa akiwa Makka na kufar Quraish, walimchukua akiwa maungo wazi, kisha wakaweka makaa ya moto chini, kisha wakamlaza juu ya yale makaa ya moto mpaka yakazima katika maungo yake, yakatoboa tundu, akawa na matundu katika maungo yake. Akampata, akatoka kule akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akampata Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko chini ya al-Kaaba pale, ametegemea burda yake ile tambara, amekiweka ametegemea. Faqala ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana, tuombe dua basi, tuombe Allah tunusuru. Nenda kaisome hadithi. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akakasirika kwa yale maneno aliyosema. Kisha akampa mfano wa wale umma waliopita, akamwambia laqad kana fi man kana qablakum yu'ta birrajuli almu'min, wale waliokuwa kabla yenu alikuwa mu'min akiletwa, fayuhfaru lahu hufra,
kisha chimbiwa shimo. Fayudha'u al-minshar ala mifraq ra'sihi, kisha ukachukuliwa msumeno katikati ya kichwa chake. Fayuqta'u nisfaini, akatwa vipande viwili, si panga, msumeno. Yuwasikia ule msumeno kwenye kichwa chake mpaka iwafa, akatwa vipande viwili. Wayumshatuna biamshatin min hadid, kisha wachanwa na machanuo ya chuma. Ma duna lahmihi wa adhmihi, ndani ya mfupa mpaka mfupa, kisha watolewa zile nyama kama nywele zile, yuachanwa. La yasudduhu dhalika an dinihi, na yote haya hawaregeshi nyuma wao kuiacha dini yao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wallahi nakuapia ewe Khabbab, la yutimmanna Allahu hadha al-amr, hili jambo letu hili litatimia, Uislamu utatawala, utakuwa na nguvu. Hatta yasira ar-rakibu min Sanaa ila Hadramaut, mpaka atasafiri msafiri kutoka Sanaa Yaman mpaka Hadramaut, la yakhafu illa Allah wadhiba ala ghanamihi, haogopi yoyote kwa ile amani itakavyoenea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine mbwa mwitu asije akamvamia wanyama wake. Kisha maneno ya mwisho haya ndio nataka muyarakiz vizuri, walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mna haraka, mwataka matunda kabla ya kupanda. Walakinnakum tastajilun, mna haraka nyinyi, tulieni, msifanye haraka, hili jambo litafika. Na je, aliyozungumza Mtume sallam yalikuwa hayakuwa? Yalikuwa. Nani ataamini katika hali waliokuwa nao Makka kuwa hata baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Kisra na Kaisar wataangushwa na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wakati huo ndio daula zilizo na mamia ya miaka, yani watu wana experience ya serikali zao na wanajeshi, si wanajeshi ati wanachukuana, wanajeshi ambao wameandaliwa kuwa wanajeshi kisawasawa. Kina Kisra na Kaisar wana wanajeshi walioandaliwa. Kisha huku kuna watu ambao waliishi kabla miaka kadhaa walikuwa katika jahiliya, Allah akawatumilizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Miaka minne tu, 1 2 3 4, hii minne peke yake imetosheleza kuangusha Kisra na Kaisar. Wakasalitishiwa bwana mmoja aitwa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa ardhah. Huyu bwana msikie hivyo hivyo. Kwani niwaulize, kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid alikuwa hayuko? Si alikuwa yupo pale Makkah kabla ya Uislamu kuja? Khalid ibn al-Walid yupo, Umar ibn Khattab yupo, Abu Bakr as-Siddiq yupo, na wengineo katika masahaba wale walikuwa na umri mkubwa walikuwepo, lakini waliweza kuwatawala Kisra na Kaisar wala siku moja hawajafikiria. Mpaka Abu Sufyan radhiyallahu anhu aeleza hili tukio kuwa yeye kabla ya kusilimu aliitwa kule na Kaisar, akaulizwa maswali. Kuna maswali aliulizwa huyu bwana anayedai kuwa ni mtume, na hiyo ni baada ya barua ya Mtume salama kufika kwake. Hebu nieleze kuhusu yeye. Akamweleza kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Akamwambia, ikiwa unaoniambia wewe ni ya kweli, basi wallahi huyo mtu atakuja kutawala mpaka hii ardhi ndiyo ikanyagia mimi chini ya miguu yangu, atakuja kuitawala hapa. Mpaka Abu Sufyan akasema, yani hili jambo lake huyu, na wakati ule hajasilimu, hili jambo lake limefikia mpaka muluku bani al-Asfar, wafalme wa wazungu wamuogopa huyu ambaye sisi tulikuwa tumpigia vita. Abu Sufyan anasema, ikawa hili liko ndani ya moyo wangu kuwa iko siku atanusuriwa huyu na ataichukua ile ardhi kama alivyosema yule mfalme. Mpaka Allah akatia Uislamu katika moyo wake na akashuhudilia hilo. Lakini njia gani walifuata? Na ndio hapa yataka utulie
uangalie mifumo ya mitume wa Allah katika da'wa ilikuwa vipi, na sisi twende hivyo. Ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum muqtadi, hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahum muqtadi, hawa Allah amewaongoza mitume wa Allah, na wewe wafuate mfumo wao. Ikiwa ni wanajeshi na serikali zilizokuwa na nguvu waliopambana na mitume wa Allah, nafikiri una mfano mzuri wa Firaun na Musa. Hivi ulimuona hata siku moja Musa alayhi salatu wassalam akihamasisha watu wake na kuwatia kwenye maandamano? Ama akasema jamani, kweli hatuna silaha, lakini kila mtu abebe bakora, kisha twendeni tukapambana na Firaun na jeshi lake? Ulisikia hivyo? Kila mtu kabebe bakora yako bwana, mimi nao yangu hii, na mimi nao, siogopi mimi. Ogopi. Mitume hawezi kuelekeza watu katika njia kama hiyo, kwa sababu wana wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru Musa na Harun, wanasarnahum fakanu humul ghalibin. Allah aliwanusuru, lakini nenda kaangalie kwa njia ipi aliwanusuru. Waliamiliana vipi na Firaun na jeshi lake? Lau kama watu watakaa chini wazingatie mpaka ufikie kusoma katika ile aya, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani israila bima sabaru. Hapa ndio kwenye kazi, hapa kwenye jambo la subra. Watu wawe na subra mpaka atakapowapa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu waona njia ndefu, kukaa chini watu kusomeshana dini. Wewe waweza kumwona kijana hamasa kweli kweli, yuko tayari nini, lakini jambo dogo tu, ifanyike harusi nyumbani kwao, harusi tu ifanyike nyumbani kwao, wallahi lau kama tutatizamana katika hilo tutambe wewe ngale, hebu acha fujo, kapigeni jihadi kwako mwanzo. Vile vituko tulivyoviona katika harusi ile, wewe nenda kwenu mwanzo kapigeni jihadi hiyo, inkushinda. Si ndio tulivyo? Wewe angalia mtihani huo mdogo tu. Harusi zetu tu zadhihirisha wanawake katika majumba yetu wakoje. Waweza kumwambia mke wako, wewe mweza kumwambia mke wangu hii si sawa hii, akwambia kama motoni na twende. Wako wanawake wasema hivyo ama hawako? Kama kunyoa nyusi twenda motoni na twende. Tunasikia kusema hivyo. Kama kuvaa hivi twenda motoni na yuko tayari mwanamke kusema kwa yuko tayari kwenda motoni. Na yuingia wazi wazi katika hadithi, nisaun kasiyatun ariyat mailat mumilat. vile vile alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yajidna raihata aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha. Aingia katika hii waid na hajali, na wewe mume ukabakia huna lako jambo. Wazungumza jihadi wewe wakati washindwa na binti yako kumuongoza na kumwelekeza, washindwa na mke wako ndani ya nyumba yako. Kwa ukiangalia utakuta tanaqudhat katika maisha yetu, tanaqudhat kweli kweli. Kujifanya na fujo na nini, ukimwangalia anavyoishi kule nyumbani, huyu bwana bado sana. Kuna kazi kubwa ya tarbia ya watu kuleleka katika iman, kuleleka katika Uislamu sahihi wa kisawasawa. Jamani, waliofungua Qudsi ni kina Umar bin Khattab. Baba Qudsi ile waliochukua ni kina Umar bin Khattab. Nenda kaangalia kina Umar walikuwa vipi, kisha ndio uanze. Ama kina sisi ambao hata katika tuseme katika vile vita vile au katika haya mapambano ambayo yako sasa,
waweza kuona watu pale pale Quds pale nje waweka tepu kubwa wacheza wacheza waona bwana jamaa wanavyocheza wale ile ndio kucheza kwa nusra kule. Pumbavu. Watu wasikiliza manyimbo wasikiliza hii ndio nusra utaipata. Waangalia tu hapa kwetu hapa. Ni kweli li jambo latia uchungu. Waislamu wakatangaza maandamano watoka wanawake kwa wanaume. Njiani watembea wanawake na wanaume. Wakifika huko wamesimama wanawake na wanaume, na pengine mwanamke yuko nyuma yule mwanamume yuko nyuma ya mwanamke. Free Palestine, ule free huko nyuma, free yuko nyuma yake, you are free kule. Hawa ndio wataleta nusra hao. Wacheni mchezo nyinyi. Free Palestine hii tuliona hapa, wanawake ndio wako laini mbele, wanaume wako nyuma sako kwa bako. Hii ndio jihad fi sabilillah, hii ndio nusra hii. Free kweli uko free wewe, kweli uko free wewe, mpaka mume wako mkuata uje hivi wewe uko free wewe, babako mkuata wewe binti uje barabarani namna hii wewe uko free kabisa. Kisha wanawake wa Kiislamu amechora kwenye shavu lake bendera ya Palestina, si ati kavaa niqaba jizaa, kwenye shavu lake kachora bendera ya Palestina, amekwenda kuinusuru Palestina. Mnajua makasirika, lakini ndivyo ilivyo ukweli. Nusra haipatikani kwa njia hii jamani. Watu warudi kwa Mola wao. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ikiwa mtarudi katika dini ya Allah, Mtume صلى الله عليه وسلم hii amewaahidi, sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah ametusalitishia udhalili, na huu udhalili hautanyanyuliwa kwetu mpaka turudi katika dini yetu. Sasa na hapa pia kuna kazi, ama mazungumzo ukizungumza marefu sana. Tujiulize sasa, ile dini aliyotuambia Mtume صلى الله عليه وسلم turudi ni ipi? Hapo kuna kazi nyingine sasa. Uangalie yale mapoti yaliyojaa ya upotofu katika mujtamaa wetu. Je, ni ile dini ambayo watu wakipatwa na shida wakimbilia maiti wakawaomba? Hii ndio dini itakayonusurika? Hii si dini ya Allah. Hii ni dini ya Abu Jahal na Abu Lahab. Kuna kazi kubwa sana. Tuseme haya kuvunjana moyo, lakini ni lazima tufuate njia waliyofuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakalinganiwa katika tauhid, wakamfahamu Mola wao, wajue ibada na namna ya kuzitekeleza, waleleke katika maisha yao katika tarbia ya Kiislamu. Majumba yetu tuyatengeneze, binti zetu katika majumba yetu tuwalelee katika Uislamu, wake zetu tuwaelekeze katika njia ya Uislamu. La sivyo mutafanya maandamano mpaka mchoke, hakuna kitu kitabadilika. Yale maandamano yaliyofanywa ulimwenguni na mamilioni ya watu yalizuia hata bomu moja lisiwapiga ndugu zetu. Hebu zungumzeni ukweli, labda pengine kumezuilika kitu? Kufaru wameendelea kuwaua na wala hamna chochote mweza kufanya. Kubwa lenu maandamano. Mshamaliza maandamano yenu, kila mmoja enda kwake, watu waendelea kuuawa. Naudhu billah. Hilo sharti la kwanza ambalo hatuna sisi, na la pili alilolitaja